Sasa hii shule kuna mtuhumiwa namba 1, namba 2, namba 3 na wanaendelea, so naamini wataendelea kuwa wengi. Tuanzie hapa. Mwalimu amepiga simu kunako idara ya polisi akahitaji usaidizi wa haraka iwezekanavyo. Polisi wakaingia mpaka kunako hii Skonga, hawajui kuna mchongo gani. Mwalimu akawavuta mpaka kunako moja ya darasa, alafu ndani ya hilo darasa anakutwa mtoto mmoja akiwa ameanguka chini, damu zimetapakaa, sijui kapasuka ubongo, mimi sielewi. Alafu kuna mwingine anajaribu kumwamsha huku analia. Aloanguka chini ni mkubwa kidogo, anayejaribu kumwamsha huku analia ni binti mdogo. Nikisema mdogo na maanisha ni mdogo. Binti akanyenyuliwa na polisi kwa sababu yeye ndo alokutwa kwa mtuhumiwa. Labda anajua, anahusika, yeye ndo kamuua, mimi na wewe si hatujui. Hebu tuendelee kwenye story, nini kilichotokea. Mkuu wa shule akaanza kuwafuata wale polisi na akataka kuambia hili jambo lisiende spidi sana, yani wasitake kulivumbua, wafanye uchunguzi taratibu, kwa sababu hii ni shule. Endapo kama ikitapakaa, huende kaleta picha mbaya na ikapelekea biashara hii shule, uwekezaji, watu wakawa wamelamba kisogo, yani wamekula wachuya. Polisi wakasema, mama usijali, ni kazi yetu, tunajua ni nini tutafanya. Lakini polisi wameondoka na mtoto mmoja, hatumjui ni mtoto wa nani, ndo kwanza siri zinaanza. Je, anahusika na lile tukio? Wazazi wake wameambiwa kuwa mtoto kakamatwa ama ni vipi? Mwalimu anafanya nini? Mwalimu akarudi mpaka ofisini. Mimi nilijua simu atapiga kwa mzazi wake kumwambia mwanao amekamatwa, lakini alipoipiga simu si kwa mzazi wake kumwambia kuwa mtoto wake amekamatwa. Zaidi alipiga simu kwa watu ambao wanaifadhili hii shule, mabosi wa hii shule, kuambia changamoto ilivyokuwa. Wakaanza kujadili wafanye nini, ikitokea nini, waongee kitu gani, ili wahakikishe wanainusuru shule kutoka kwenye hii picha ambayo inakuja, huende kaja kuichafua shule, alafu kibiashara watu wakaja kukwama. Upande wa pili tudondoke mpaka mjini polisi. Si unawajua polisi wasivyokuwa na jambo dogo, yani hata wakimshika mtoto kama wamemshika mtu mzima. Akaanza kuchukuliwa maelezo. Binti, unaitwa nani? Majina akayataja. Unaishi wapi? Binti akauliza, mbona maswali mengi, kwani kuna tatizo? Akaambiwa hapana, haya ni maswali tu ya kawaida, kwa kuwa hujazoea kuja vituo vya polisi. Mtu akifika ni lazima tuchukue details zake zote mpaka tujue ni wapi anakopatikana. Binti akaona sio kesi, akaendelea kufunguka. Anapatikana wapi? Babake ni nani? Anafanya shughuli gani? Nyumba namba ngapi? Mtoto kakunjuka yote. Muda sio mrefu wale polisi waliomchukua Skonga wakaja mpaka hapa kutaka kumfanyia mahojiano pasipo mzazi kuwa amefika. Hapo ndo polisi mnaponiachaga hoi, sijui nyewe mnasomaga wapi. Polisi walivyofika wakakaa na huyu mtoto, polisi wa kiume akaanza kumpiga miswali. Huyu mtoto alianza kumpiga miswali migumu. Wewe ndo ulomuua, wewe si umefanya nini? Huyu polisi wa kiume akasema, ngoja kwanza, mbona unamuuliza mtoto maswali magumu? Sasa toto lenyewe alikujibu likasema, shangazi yangu ni mwanasheria na aliniambia ikija kutokea kwenye maisha yangu nimepata changamoto yoyote, nimeisha mikononi mwa polisi, cha kufanya nisizungumze chochote mpaka yeye atakapofika, so sitaongea chochote mpaka shangazi yangu apigiwe simu afike. Dogo kanikosha hapo. Polisi wakawa hawana namna, hiki kibaba kilitaka kumforce. Polisi wa kike akaona, wewe sio sawa, huyu ni mtoto mdogo, tusije tukatumia nafasi tofauti hapa tukamfanya mtoto akaongea vitu sivyo kwa kumtishia. Baba akiwa yuko gereji anapigiwa simu. Huyu ndiyo baba wa yule mtoto ambaye yuko kikaangoni, tuhuma ni nzito, kamuua mtu, hajamuua, ila yeye ndo mshtakiwa namba 1. Baba anapokea simu, stori hajazielewa, walimchanganya kwanza, ikabidi achane kwanza na oili chafu ile, akimbia aende huko station akaangalia kwani kuna nini, mwanae kamuua mtu, kamuuaje? Muda si mrefu bwana we, askari hapa wanaanza kuvutana kwa sababu inasadikika kuna kweli shule anasoma mtoto wa tajiri mmoja hivi, ambaye huyu tajiri kiukweli amekuwa pia na urafiki mkubwa na wanasiasa, na ni mtu ambaye kwenye jambo lake ukienda vibaya kukupoteza ni vitu vya kawaida kama kibongobongo tu, yani matajiri wakiamua kukupoteza usokuwa na chochote ni unapotea, utatafutwa au utopatikana. Kwa polisi wenyewe wakawa wanapeana tahadhari wanavyofanya uchunguzi wao, wasije kuja kujikuta wameanguka mikononi mwa huyo mzee, kwa sababu mtoto wake naye anasoma kwenye darasa hilo na ni mkorofi sana huyo mtoto. Ukiona mpaka polisi wanazijua habari za mtoto huyo baba, manake ana matukio. Hilo likawa limepita, polisi wakaendelea kutaka kuifanya kazi yao. Wazazi wakafika, baba na mama ni wakulima, watu wenye maisha magumu waliokwama.
Wanafika hapa, kesi ni kubwa. Mtoto wao anakabiliwa na mashtaka eti amemuua mtu. Amemuua vipi? Mungu saidia, shangazi yake naye akafika. Familia ilijikwamua ikamsomesha huyu walau awe mwanasheria awasaidie, maana ukiwa maskini hauna hela, hujui sheria, baba uko mahakamani mpaka utatubu, hadi utajiuliza hii ni Tanzania au hii ni mahakama ya wapi na mimi ni mtu wa wapi? Sasa hicho ndo kilichokuwa kinaendelea. Kidogo Mungu akawasaidia hawa wana mwanasheria kwenye familia, akaja kusaidia. Binti amekaa kunako meza ya mahojiano, anaingia baba, anaingia mama, anaingia na shangazi. Mtoto anaogopa kweli, anasema naogopa, sijafanya chochote mimi, sijamuua mimi, sijafanya kitu. Akamwambia ndio hujafanya, tulia, usiwe na mzuka, haujafanya. Mwanasheria wake akamuuliza, maana sasa ni shangazi ila pia ni mwanasheria, umeongea chochote? Dogo akasema mimi sijasema chochote. Waliniuliza nikawaambia siwezi kuzungumza chochote mpaka anti yangu atakapofika. Umefanya vizuri, hivyo hivyo. Walikuuliza maswali gani? Binti akasema maswali niliyojibu ni maswali tu ya utangulizi, naitwa nani, naishi wapi. Akamwambia hayo hayana shida, sio mbaya, kuchukua details zako kwa polisi ni jambo la kawaida. Akaja yule mwamba ambaye ndo inspector anayeinjinia huu mchongo, yani hii kesi iko mabegani kwake, impe nyota au imvue nyota, yeye ndo anapambana nayo. Wazazi mmefika? Ndio, sisi ndo wazazi wa mtoto. Sawa, na kati yenu je, ni nani anaweza kumwakilisha huyu mtoto, labda kama ni mwanasheria wake au vyovyote? Shangazi akasimama akasema mimi hapa ni mwanasheria wake, nitasimama badala yake, ama atakapohitaji usaidizi wa kisheria mimi nipo hapa. Wazazi wakaambiwa tulize mukali, mtoto inatakiwa afanyiwe mahojiano muda sio mrefu. So ikabidi mwanasheria aachiwe mtuhumiwa wake ajaribu kuminterview, ajue namna gani anamseti, aongee nini, anakijua kipi. So dada akamwambia mtoto, yani anti akamwambia mtoto, nilishawahi kukwambia kwenye maisha yako kuna watu watatu haupaswi kuwadanganya. Mtu wa kwanza usiyepaswa kumdanganya ni mchungaji, kwa sababu mchungaji ni mtu ambaye wakati mwingine huwasiliana na Mungu, ana uwezo wa kuzipeleka dua zako mbele za Mungu. Mtu wa pili ambao hupaswi kumdanganya ni daktari, kwa sababu daktari nafasi yake ni kwenye kuokoa uhai wako. Unaweza ukamdanganya akakupa dawa zikakupelekea kukuua. Mtu wa tatu usiyepaswa kumdanganya ni mwanasheria wako, kwa sababu kwa mujibu wa sheria hizi zilivyoandikwa na sisi tulozisoma, kuna vifungu vipo, huwa mtu anaweza akachepuka hata kama amehusika. Kwa hiyo ukiniambia ukweli, mimi najua tunachepukia wapi na ninakuseti uongee nini. Mimi ni chane ukweli, usinifiche. Anti vipi, ulifanyaje na ilikuwaje? Umeliua jitu? Toto likasema mimi sijaimuua mtu, na uwezi amini kabisa sijafanya chochote, lakini nilimuona tu kaanguka, so nikawa nimeenda kutaka kujaribu kumwamsha nione kama ningeweza kumpa huduma ya kwanza kumsaidia, maana damu zilikuwa zinavuja sana. Haya, ukweli waloutaka wausikie kwa mtoto, mtoto alikataa, hajafanya. Baba alihisi labda amefanya. Au umefanya mwanangu, unatuficha, tuambie tu kwani? Mtoto akasema sijafanya. Wazazi wakataka kulumbana, unaona mtoto amfanya, akamwambia taratibu, mambo yasiwe mengi, muda ni mdogo tulopewa. Polisi wakaingia kati, interview inabidi ianze, mtoto aanze kuulizwa maswali yakaanza. Ilikuwaje siku hiyo? Dogo akaanza kufunguka. Sasa anti yake alikuwa ameshamwambia ukiulizwa kitu ukaona kinakuchanganya, sema sielewi. Ukiulizwa kitu ukiona vipi, sema hapana, sema sijui. Alafu usiwe na maelezo marefu sana kwa polisi, sema ndio au hapana. Usiwe na maelezo mengi sana kwenye kujibu maswali ya polisi, kwa sababu kwenye maelezo mengi kuna mitego, anaweza akakuweka kati ukajikuta umenasa. Interview ilizunguka kinoma. Mtoto alikuwa anachomoa ndio hapana, ulimuua sijamuua, mbona tulikukuta pale. Dogo akasema yule mimi ni mwenzangu na nasoma naye darasa moja, pia ni rafiki yangu, ameanguka pale, ulitegemea ningekimbia? Mimi nilikuwa naangalia kama ningeweza kumpa huduma ya kwanza, kwa sababu nimemkuta damu zinavuja nyingi sana. So mimi nilikuwa napambana kuangalia kama naweza nika apply science pale kumsaidia zile damu zisivuje kwa wingi kama tunavyofundishwa darasani, au nimekosea? Akaambia no, haujakosea. Maswali yalikuwa ni mengi kweli, lakini bado mtoto alionekana hana alichokifanya, na kila walichotaka alijibu, ila hajui chochote. Mwamba akataka kumshinikiza sana mtoto, mwanasheria wake akasema hapana. Mwanasheria alivyoona polisi anavuka mipaka, maswali anayomuuliza mtoto ni kama anataka kumvuruga, amuingize kwenye mfumo, akamwambia hii haitowezekana. Mtoto anachokujibu inabidi umuelewe, acha kumtengenezea mazingira. Huyu ni mtoto, sio mtu mzima unayezungumza naye. Vitu vikawa vingi hapa,
Ikaonekana mtoto hana anachokijua, so inabidi waondoke naye. Wametoka wanataka waondoke na mtoto nyumbani, wanaambiwa hamwezi kuondoka na mtuhumiwa. Huyu ndo mtuhumiwa tulionaye, hatuwezi kumwachia nyie muondoke naye. Mwanasheria anauliza kwa sheria ipi ambayo inazuia wewe? Huyu sio mtuhumiwa. Wewe kama una shida ya kumtafuta muuaji, nenda ukamtafute muuaji umkamate. Huyu umeshamfanyia mahojiano, umesikia sio muuaji. Akaambiwa huyu ndo mshtakiwa namba 1. Hakuna mtu mwingine tunayemuhisi zaidi ya huyu. Kupitia huyu kama kuna muuaji ndo tutamjua. So hatakiwi kuondoka. Mama akadondoka goti. Akajua hapa polisi ni magoti, unasamehewa. Wewe mambo yalikuwa ni mengi kweli. Mwanasheria akasema kwa mujibu wa sheria mnapaswa kukaa na mtuhumiwa ndani ya masaa 48. Endapo kama yatapita bado akijaeleweka na kuja kumchukua, na ole wake kije kitokee chochote. Na huyu ni mtoto, mjue mazingira ya hapa sio salama kabisa kwa mtoto. Changamoto za hapa mnaweza mkamsababishia matatizo ya afya ya akili mtoto. Mambo yalikuwa ni mengi, lakini polisi walifosi, mtoto akabaki, wazazi wakalazimika waondoke. Sasa wameondoka, mtoto amemwacha hapa, wao ikabidi warudi kuja shule tena kuangalia, je, kuna chochote wanaweza wakakipata shule. Walivyofika shule yakaanza mahojiano tena. Akaulizwa mkuu wa shule, kwa nini wakati tatizo limetokea, ulivyopewa taarifa tatizo limetokea, umepigia simu polisi na sio kuita watu wa huduma ya kwanza kama ambulance ije mchukue mtoto apelekwe hospitali? Akasema alivyomkuta mtoto ni kama yule mtoto alikuwa tayari ameshakata moto. So akaona kabisa kabla mtu yoyote hajamshika ni vyema akawaita polisi ili kuepusha masuala ya fingerprint. Ikaonekana midore ilikuwa ni mingi kwenye ule mwili, mambo akaja kuwa mengi, ndio maana aliamua yeye kuchukua maamuzi ya kuwapigia polisi moja kwa moja waje. Polisi walimuuliza maswali, wakaona haitoshi, inabidi waendelee kufanya uchunguzi zaidi na zaidi. Sasa kuna dada mmoja akaletwa hapa kwa ajili ya kumtizama yule mtoto. Huyu ni dokta ambaye kazi yake yeye ni kusaidia kwenye masuala ya afya akili na vitu vingine. So ukiwepo hapo ukiwa na msongo, madaktari wapo ambao watakusaidia huo msongo utakata na utatoa ushirikiano, na kama jela utaenda tu vizuri. Alivyoletwa wazazi nao wakaitwa, wakaambiwa huyu ni daktari, ni professional yake ndio hiyo, kwa hiyo mtoto atabaki mikononi mwake. So hizo changamoto za afya ya akili hatopata kwa sababu daktari yupo, na hizo ndo engo ambazo yeye huwa anakula vichwa. Sasa wangefanya nini? Mtoto ikabidi aachwe akae lumande, wazazi waondoke, waende wakajipange, wasikilie tena ni lini wataitwa hapa kuja kuangalia mstakabali wa kilichotokea ni nini. Wakarudi tena shule, wakaja kutaka kuangalia eneo la tukio, damu zilivyomwagika, wanaweza wakaona nini chochote ambacho kinaweza kikawasaidia kuanzia hapo kwenda mbele. Waliangalia vitu vingi sana, walivuruga kila sehemu, wakaangalia vitu vingi, lakini bado walichokipata, walipata ile mathematics set inaitwa nini, compass, ndo walilolipata, wakalibeba wakaondoka nalo. Walivyofika leo wazazi hawapo, wakajaribu kuongea na huyu dogo vizuri, walizungumza naye vizuri sana. Hiyo siku ilikuwaje na ni nani ambaye alikuwa anaonekana kama alikuwa anapigizana mikelele, walikuwa na ugomvi na yule aliyofariki. Binti leo kwa kuwa wazazi hawapo, yuko yeye mwenyewe na hawa polisi wamemtengenezea mazingira, binti amejiona kama yuko huru, ikabidi leo aanze kufunguka. Akasema, unajua kuna vitu vingine mimi sikutaka kusema kwa sababu babangu ni maskini sana, kazi yake ni fundi gereji tu, alafu riziki yake inapita mikononi mwa watu. Mimi kuna vitu nimetishwa nisiseme, endapo kama nikisema nitaenda kuharibu ofisi ya babangu, na sitaki babangu ataabike kwa sababu ya mdomo wangu. Akaambiwa hakuna mtu atakayesema na babako ataendelea kuwa salama, wewe tuambie. Binti akafunguka akasema aliyempiga binti kwanza asiseme kitu, endapo akisema ile gereji ya baba yake itawashwa kiberiti. Ni mtoto mmoja ambaye wanasoma naye darasa moja, na huyo mtoto alikuwa na changamoto na yule aliyeuawa, na huyo mtoto ndo alohusika kwenye mauaji ya yule aliyeuawa. Binti anasema alizisikia kelele, alivyokuja akamkuta yule kaanguka, huyu akasepa, so kivyovyote anayehusika ni huyo dogo. Polisi wakaona okay, tumeshapata pa kuanzia, lakini msije mkanitaja, mkinitaja mmenichoma, maana mtaenda kumpelekea changamoto babangu kwenye shughuli zake. Wakamwambia hawatomtaja na hakuna kitakachotokea. Mzee
ameshajua kabisa kuwa mwanae kuna tukio amelifanya. Yaani shule inajua ukweli aliofanya tukio ni nani. Lakini kwa kuwa ni mtoto wa nani, changamoto inakuwa ni ngumu kweli kumpa matatizo, kwa inabidi uangalie mtoto wa maskini yoyote ndo akapewe ule msala. Kwa ile ndivyo ilivyotengenezwa, yule mtoto apewe ule msala alafu afe nao yeye, lakini msala ulikuwa sio wa kwake, msala ni wa mtu mwingine. Ndio maana hata shule huioni ikiongozana na ule mtoto kwenda kituo cha polisi kujaribu kutoa support. Ni kama wamemtelekeza yule mtoto huko itakalokuwa naliwe aonekane aliwa yeye, zima ngoma. Mzee akawaandaa wanasheria wake na akawaambia wajiandae, lolote linaweza likatokea kwa sababu kuna changamoto ipo. Wanasheria wakiwa wanajiandaa, hakijatokea hicho ambacho wanakisubiri, sasa kishatokea. Polisi wamekuja mpaka nyumbani, baba watoto wake wamekuja, mtoto wake amekuja kuchukuliwa. Baba aliwafokea sana polisi. We kama nani? Umekuja hapa kwangu kufanya nini? Unataka kufukuzwa kazi wewe? Mimi naitwa Inspector fulani bini fulani na hii hapa ni nyaraka ametoka nayo kituo cha polisi ambayo inaonyesha wamekuja kumkamata huyu dogo. Dogo anakamatwa kwa sababu anatuhumiwa kwa kesi ya mauaji. Mwanafunzi mwenzake wanaosoma darasa moja amekata moto. Dogo ni miongoni mwa watuhumiwa wanaotuhumiwa. Huyu dogo sasa anakuwa namba 2. Binti kule tayari yupo namba 1. Huyu ni mtuhumiwa wa pili ambaye huenda akienda kule, kwa maelezo ya yule binti, huyu ndo anaonekana ndo mtuhumiwa mwenyewe. Lakini kwa kuwa bado hawana uhakika, so huyu anaenda kuongezeka kwenye idadi ya yule binti, wautafute ukweli. Bwana we, polisi walikatwa biti, walipigwa maneno na huyu mzee na akawaambia kazi zao zitaota nyasi, kwa sababu huyu akitaka kuongea na simu aongei na hao askari wadogo. Huyu anaweza akapiga kwa mkuu wa polisi tu akamaliza huko shughuli ikaisha. Mama anakuja, mwanangu aondoke, mwanangu aondoke, lakini haikusaidia kitu chochote. Na huyo mwanae alichukuliwa na polisi, na polisi wakasema hakuna chochote kibaya zaidi, tunamchukua tu kwa ajili ya mahojiano na mtoto atarudi. Ikabidi baba muda huo apigie wale wanasheria wake awaambie, kama nilivyowaambia tayari kimesha happen, mtoto amechukuliwa, kafanyeni mnavyofanya, mtoto arudi. Mwanasheria alivyofika hapa, dogo akaanza kuulizwa maswali. Maswali yalikuwa ni magumu sana. Dogo akawa anajaribu kuyatoka, lakini namna anavyojibu huyu askari anaona kabisa huyu dogo kuna walakini. Na dogo akasema hiyo siku wakati tukio linatokea, yeye hakuwepo pale ambapo tukio limetokea. Yeye alikuwa sehemu nyingine kabisa anacheza game, hakuweko kule. Na akatoa mashahidi, alikuwa yeye na washikaji zake. Hata akienda kuulizwa washikaji zake shule, yeye hakuwepo huko. Kwa yeye mwenyewe pia huenda akawa ni miongoni mwa mashuhuda tu alikuja kushuhudia mchongo, lakini hakuwepo eneo la tukio wakati tukio likiwa linafanyika. Yeye alikuwa kwenye engo nyingine kabisa. Maswali yalivyokuwa mengi, huyu mwanasheria aliwaka kinoma, akamwambia polisi, wewe vipi? Unamuulizaje mtoto huyu? Sasa ni mkali kwa sababu bosi amemwambia wewe nenda huko kakitibue, kwa sababu tunawaweza kituo kizima. Yaani tunamweza mpaka mkuu wa kituo na mpaka bosi wake na mkuu wa kituo. Kwa wakileta mapepe luka nao. Huyu mwanasheria alikuwa analuka nao, so yule mwanasheria wa binti anayewasikilizia huyu analuka nao kweli. Mtoto yuko huku anapewa vitabu, analetewa vitu vizuri, anakula, anajiuliza nini kitafata. Mmemkamata, amekuja, nini kinachoendelea? Anaambiwa asiwe na shaka, hakuna shida yoyote, hakuna changamoto yoyote. Kwa kuwa huyu askari wa kike amekuwa rafiki kwa huyu mtoto, mtoto alifunguka vitu vingi sana, na akasema kama amewatajieni wale marafiki zake, huyu mara nyingi amekuwa ndo anayewa control wale marafiki zake, kwa sababu yeye ni wakishua. Kwa wale marafiki zake ni kama watumwa wake, ni kama vijana wake. Kuna uwezekano mkubwa mkienda kuwauliza vitu, wale marafiki zake wakawaficheni kwa ajili ya kumtetea huyu, lakini wanajua kila kitu na wanahusika. Dogo anagongea msumali. Polisi wanaona leo twende tena shule. Walivyofika shule, majina wale marafiki wanayo, ikabidi wachomolewe. Walivyochomolewa wakaenda kikangoni wajaribu kuulizwa maswali. Sasa ukumbuke huyu mkuu wa shule na yule baba ambaye ndo mwanae sasa hivi ameingia kwenye sekeseke, walipigiana simu na njama yao ni moja, kutaka kumtetea yule mtoto asiingie kwenye changamoto yoyote. Kwa hata wakati wanaojiwa, mkuu wa shule alikuwa yuko hapa, anasikiliza kila kitu. Mkileta mapepe anawatoa wanafunzi wake hapa. Watoto wakaanza kuulizwa maswali. Wakati tukio linatokea, mlikuwa wapi? Mlikuwa mnafanya nini? Kwa kuwa wameshatengenezwa, wameshapangana watajibu nini, wakajibu sawa na yule alivyojibu kule, lakini kwenye majibu yao na maswali ya mitego yalivyokuwa anaulizwa, wanavyojibu, unaona huyu anasita, huyu anaenda hivi, unaona kabisa huyu anaenda hivi, huyu anaenda hivi. Polisi akawa na mashaka,
akajua hapa kuna kitu kimejificha. Huyu mama alivyoona hawa watoto nao wanaanza kuyabananga, akamwambia haitowezekana. Haya maongezi inabidi yaishie hapa, kwa sababu mnachokifanya mnataka kuwalazimisha hawa watoto waongee mnavyoviongea nyie, sio wao waseme kitu wanachokijua kuhusiana na tukio. Kutokana na hilo hatutoendelea na mazungumzo na ninabeba wanafunzi wangu, nyanyukeni tuondoke darasani. Akabeba wanafunzi wake akaondoka nao. Alivyofika klasi akawaambia, oi, sikilizeni niwaambie, kama mlivyoona tuna mapongo hapa, alafu kuna tukio lipo hapa, si ndio? Mimi ndo mkuu wa shule, si ndio? Yeyote asiongee kitu chochote, iwe aliona, iwe alishuhudia, iwe amesimuliwa, asije akaenda kuongea kwa yule pongo kitu chochote. Kama kuna kitu uliona, unakijua, ulisimuliwa, njoo ongea na mimi kwanza, alafu mimi ndo nitakwambia nini cha kufanya. Nimeeleweka? Watoto wakasema tumekuelewa. Mkuu wa shule akaondoka. Alivyoondoka, wana wakarudi tena huko polisi. Walivyofika, familia leo imekuja inamtaka mtoto wao. Polisi bado wanazidi kuwa wabishi, hawataki kumpa mtoto wao. Mtoto ana zaidi ya siku 2, anaenda siku ya 3, yuko huku Lumande. Sasa sijui ni selo hii, yuko selo. Naona vidirisha viko juu. Haijulikani hatima yake itakuwa ni nini. Baba yake tayari habari zimeshaanza kuenea. Inasadikika mtoto wake amemchoma mtoto wa bilionea hapa mjini, kwa hata watu ambao walikuwa wakitengeneza magari yao hapa wanaanza kukimbiza magari yao kujitoa, wasije wakaonekana wao wanafanya kazi na huyu, wakati huyu tayari ameshaingia kwenye bifu na huyu tajiri. Watu wanavyopenda kujilambalamba kwa mabosi, wanaanza kumkimbia mwamba, kazi zinaanza kuwa ngumu, yale ambayo yule mtoto alikuwa anayasema. Sasa mzee akawaita wanasheria wake na akaanza kuambia, tunafanyaje? Yule mtoto anatokaje kule? Kwa sababu unajua mwanangu mimi hawezi kukaa kule, mwanangu hawezi kulala kule. Mwanasheria akamwambia, mchongo ni mdogo tu. Nimeandaa ripoti feki ya daktari, inaonyesha yule mtoto ana matatizo ya athma, kupumua kwake ni changamoto, kwa kutokana na ufinyu wa hewa kunako zile selo, manake hawezi kukaa na uende kamletea matatizo yule mtoto. Na kwa kuwa we ni bilionea, watu wengi wanakuogopa, watu wataogopa mtoto wako aje afie mikononi mwa askari. Askari anataka hivyo vitu. Dogo huko anaendelea kupewa mapenzi. Yule daktari pamoja na yule askari wanamuonesha upendo, wanacheka, wanafurahi. Dogo anauliza, vipi mtumiwa amesema chochote? Anaambiwa atasema tu, hata usiwe na shaka. Yaani tayari huyu mtoto amemhakikishia kuwa yeye hana hatia, lakini yupo hapa kuwasaidia tu, ila pia amewekwa hapa kwa ajili ya usalama wake, maana tayari huko nje tuhuma zinazoendelea huko ni kwamba amemchoma mtoto wa bilionea. So kwa ajili ya usalama wake, ndapo kama huyu mtoto akitoka hapa, huenda akapoteza maisha kwa ajili ya kupoteza ushahidi, maana huenda huyu ndo ushahidi wenyewe ambao utaenda kumfunga yule mtoto wa bilionea. Ndio maana dogo ameshikiliwa. Sasa huyu mwanasheria alivyokuja hapa, amekuja mpango ni mmoja tu, kuhakikisha anaondoka na mtoto wa bilionea, wanarudi nyumbani. Alivyofika kwanza akaenda kwa mkuu wa kituo. Acha yule askari anayefuatilia, mkuu wa kituo akamwambia, nisikilize nikwambie, unajua wewe ndo mkuu wa hichi kituo, usitake kujiingiza kwenye mkenge. Ripoti ya daktari hii hapa inasema yule mtoto ana changamoto ya athma, hawezi kupumua vizuri. Kwa kitendo cha kumzuia yule mtoto hapa, huenda kikaja kukuletea wewe matatizo. Sasa ni vyema usipende kuingia kwenye matatizo yasiyokuhusu. Ni bora ukakaa mbali kabisa, kwa sababu mtoto wa bilionea akifia mikononi kwako, baba, utafia jela. Yaani kuanzia wewe, unaowatuma, wanaokutuma watakugeuka. Ni vyema uliangalie vizuri, usimsikilize huyu afande, atakuponza. Mkuu wa kituo alivyoona vile akaona, asikia, mwachieni huyo mtoto aondoke nyumbani, kama mkimhitaji atapatikana. Mwanasheria akasema hakuna shida, mtoto atapatikana. Baba akaja na yeye kuhakikisha mwanae anatoka. Alivyofika, tajiri kafika hapa tena, unafanya kitu gani? Polisi wenyewe wakasanda, mtoto katoka kasepa. Hawa wapelelezwa hii kesi walimaindi kinoma. Angalia jitihada zote tulizozifanya, wamekuja wamemchukua mtoto, ameondoka naye, wakati unaona kabisa kwa ushahidi ambao tunao mpaka sasa hivi yule mtoto ndo anayehusika kwenye tukio. Alafu anayehusika kwenye tukio ameondoka mikononi mwetu kiulaini, hatuwezi kufanya kitu chochote. Alafu tunamkamata mtoto wa watu ambaye hahusiki na chochote, ndo tunaendelea kumshikilia. Polisi anasema, sasa unataka nifanye kitu gani? Wakabaki kulaumiana wao kwa wao, majibu wanakosa. Mabosi wakiamua, unadhani nyie mtafanya kitu gani? Huku shule
kinachofanyika ni kutaka kupoteza ushahidi na kutaka kuhakikisha kila kitu ambacho kinaweza kikaja kuwasaidia polisi watakapokuja hapa shule kwenye ushahidi kisiwepo. Vichomwe moto, vifutwe kabisa, visiwepo. Hao wanakoelekea huko wanaweza hata kaja kufuta kumbukumbu kabisa yule alokufa kama alikuwa ni mwanafunzi wa hii shule, ili msala waangalie namna gani wanataka kuescape. Mkuu wa shule anachoma makaratasi hapa, ila sasa kwa kuwa hii ni series huwezi kujua anachoma makaratasi ya nini. Twende episode ya pili, huko ndo tutajua makaratasi yanochomwa hapa ni makaratasi ya nini na vipi. Dogo atakaa lumande mpaka leni? Kesi itaenda vipi? Huyu mtoto atatoka vipi? Au ndo atakaa anaisaidia polisi mpaka siku polisi wakisaidika? Sasa wanasaidikaga kweli? Au ndo zile unasikia mtu kakaa selo miaka 4? Mimi naitwa Joe, hii inaitwa Movie Bank 1. Hii inaitwa Movie Time TZ na hii hapa ni sehemu ya kwanza, tukutane sehemu ya pili. Wakiachia nitaleta. Hii series kidogo wanatoa, wanakausha, wanatoa tena. Bye bye.